kukamilisha mashauriano. Hamas imesema katika taarifa yake kwamba makubaliano yoyote yatapaswa kujumuisha hatua ya kudumu ya kusimamisha vita na kuondoka kwa wanajeshi wote wa Israel kwenye ukanda wa Gaza. Aidha, wa Palestina wanataka mpango wa dhati wa kubadilishana wafungwa, njia makini ya kuelekea kwenye ujenzi mpya na kuondolewa vizuizi kwenye ukanda wa Gaza. Hapo awali, kituo cha televisheni cha Al Jazeera kiliripoti kwamba wapiganaji wa Hamas wamelikataa pendekezo la Israel la kutaka wapiganaji hao wapokonywe kabisa silaha kama sharti la kusimamisha mapigano. Wajumbe wa Israel na wa Palestina kwa sasa wanafanya mazungumzo ambayo sio ya ana kwa ana juu ya kufikia makubaliano mapya ya kusimamisha mapigano baada ya juhudi za hapo awali za kurefusha hatua ya kusimamisha vita kushindikana. London. Maafisa waandamizi wa kimataifa wanakutana mjini London kwa lengo la kutafuta njia ya kuleta amani nchini Sudan, wakati ambapo umetimia mwaka wa pili wa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Hata hivyo, mazungumzo hayo yanafanyika bila ya ushiriki wa wajumbe wa pande zinazopigana. Mgogoro huo uliozuka miaka miwili iliyopita kati ya majenerali wanaopigania madaraka unaoitwa na Umoja wa Mataifa kuwa vita vilivyosahaulika umesababisha vifo, maafa ya njaa na wakimbizi. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza David Lammy amesema mkutano huo unaileta pamoja jumuiya ya kimataifa ili kukubaliana juu ya kutafuta njia ya kukomesha mateso kwa watu wa Sudan. Wajumbe kutoka Ujerumani, Ufaransa, Umoja wa Ulaya na Umoja wa Afrika pia wanashiriki kwenye mazungumzo hayo ya mjini London. Luxembourg. Umoja wa Ulaya umetangaza mpango mpya wa msaada wa kifedha wa miaka mitatu kwa Wapalestina wenye thamani ya euro bilioni 1.6. Ahadi hiyo mpya ilitolewa hapo jana Jumatatu wakati mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya walipokutana na waziri mkuu wa Palestina Mohamed Mustafa huko Luxembourg katika mazungumzo ya kwanza ya ngazi ya juu kati ya pande hizo mbili. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema Umoja wa Ulaya unaongeza msaada kwa watu wa Palestina kusaidia kuleta utulivu katika ukingo wa Magharibi na katika ukanda wa Gaza. Umoja wa Ulaya unatazamia kuimarisha mamlaka ya Palestina wakati ambapo Israel imerejea vita vyake huko Gaza baada ya kumalizika muda wa kusitishwa mapigano. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn, Washington. Utawala wa Trump unaendelea kuzichunguza bidhaa za madawa na vifaa muhimu vya kielektroniki vinavyoingia nchini Marekani, ikiwa ni hatua yenye lengo la kuzitoza ushuru bidhaa hizo kutokana na sababu kwamba utegemezi mkubwa wa bidhaa hizo kutoka nje unaweza kuhatarisha usalama wa taifa. Utawala wa Trump unatumia sheria ya mwaka 1962 kuhalalisha ushuru wa bidhaa kutoka nje kwa lengo la kuhimiza uzalishaji wa bidhaa hizo nchini Marekani. Rais Donald Trump amesema bidhaa hizo ni muhimu sana kwa usalama wa taifa. Rais huyo ameutumia mkakati wa kutoza ushuru kuwa kitovu cha sera zake za kiuchumi na usalama. Utawala wake umezitoza ushuru pia nchi washirika na kusababisha masoko ya hisa kuyumba. Tehran. Kikosi cha walinzi wa mapinduzi cha Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kimesema masuala ya kijeshi nchi hiyo yapo nje ya ukomo wa mazungumzo kati ya Iran na Marekani. Tamko hilo limetolewa kabla ya kuanza duru ya pili ya mazungumzo na Marekani kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Msemaji wa kikosi hicho cha walinzi wa mapinduzi Ali Mohamed Naini amenukuliwa na shirika la utangazaji la serikali IRIB akisema usalama wa taifa, ulinzi na nguvu za kijeshi ni kati ya mambo ambayo hayawezi kujadiliwa kwa hali yoyote. Iran na Marekani zitafanya duru nyingine ya mazungumzo mjini Muscat siku ya Jumamosi, wiki moja baada ya maafisa wakuu kukutana katika mji mkuu huo wa Oman. Na huo ndio mwisho wa habari za ulimwengu. DW Dunia Yetu Leo Mchana.
Aliyekusomea taarifa ya habari ni Zainab Aziz. Asante sana Zainab. Na mchana huu msikilizaji, utasikia kuhusu miaka miwili imetimia tangu Sudan ilipotumbukia vitani. Kuna mengi ambayo tutakujuza, na hii leo kuhusu mzozo huo, ikiwa ni pamoja na mjadala ambao utajikita kwenye eneo hilo. Mchana huu pia utasikia yale yanayoendelea kujitokeza kwenye mzozo katika ukanda wa Gaza, wakati kundi la Hamas likisema litatathmini pendekezo jipya la kusitisha mapigano. Na Moscow yasema haitakuwa rahisi kufikia makubaliano na Marekani kuhusu vipengele muhimu vya makubaliano ya amani. Kulikoni? Kanasi. Mimi ni Lilian Mtono. Ni miaka miwili tangu vilipozuka vita vya Sudan, hali bado inatajwa kuwa mbaya katika taifa hilo. Hii leo unafanyika mkutano wa kimataifa mjini London kwa ajili ya kutafuta njia ya kupatikana amani nchini Sudan. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameelezea wasiwasi wake kuhusu kuendelea kuingia kwa silaha nchini humo, huku mashirika ya kibinadamu yakizungumzia hofu ya wakimbizi. Saumu Mwasimba anaitazama Sudan na juhudi zinazofanyika kulisaidia taifa hilo. Maafisa wa ngazi za juu, wanadiplomasia na viongozi wanakutana leo mjini London nchini Uingereza kujadiliana namna ya kuisaidia Sudan kufikia amani baada ya kushuhudia vita kwa miaka miwili, vita vinavyohusisha jeshi la serikali na wanamgambo wa kundi la RSF. Ingawa kwenye mkutano huo wa London pande hizo zilizoko vitani hazikushirikishwa, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kabla mkutano huo jana Jumatatu alizungumzia wasiwasi alionao kuhusu silaha zinazoendelea kuingia nchini Sudan pamoja na wapiganaji, hali ambayo inaonyesha uhalisia wa vita hivyo vya wenyewe kwa wenyewe vilivyomaliza miaka miwili. Guterres, bila kutaja nchi yoyote kwenye tamko lake hapo jana, alisema kwamba wale wenye ushawishi mkubwa kwenye vita vya Sudan wanapaswa kutumia ushawishi huo kuimarisha maisha ya raia wa taifa hilo na sio kuliongeza makali janga hili. Tayari maelfu ya watu wamekwisha uawa na mamilioni kuachwa bila makazi na kutumbukia pia kwenye baa la njaa nchini Sudan. Na mashirika mbalimbali ya kibinadamu yamezungumzia kuhusu hali ilivyo katika taifa hilo. Mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR Filippo Grandi ametahadharisha akisema kuwapuuza wakimbizi waliokimbia vita vya Sudan kutasababisha athari kubwa. Na Mamadou Douane-Balde ambaye ni mkurugenzi wa UNHCR kanda ya Afrika Mashariki, pembe ya Afrika na eneo la Maziwa Makuu amezungumzia kuhusu hali ilivyo kwa sasa katika maeneo hayo. Countries have been hosting refugees. Nchi kadhaa zimekuwa zikiwapokea wakimbizi. Nchi za kikanda, mataifa jirani hayakufunga mipaka yao, yamekuwa yakiwapokea wakimbizi. Jamii ambazo hata hazina kikubwa cha kutoa zimewagawia kidogo walicho nacho, na huo ndio moyo wa kweli wa mshikamano, na hiyo ndio hali tunayoiona inaendelea katika kanda hii. And this is what we see happening in the region. Vita vya Sudan vilivyopewa jina vita vilivyosahaulika kati ya jeshi la serikali na wanamgambo wa kundi la RSF ni vita vya kuwania madaraka baina ya majenerali wawili, Abdel Fattah al-Burhani na Hamdani Dagalo. Filippo Grandi, mkuu wa UNHCR, amesema miaka miwili ya vita imetengeneza kile ambacho hivi sasa ulimwengu unakishuhudia, ambacho ni mgogoro mkubwa wa kibinadamu na wakimbizi, na kuongezeka kwa hatua za kupunguzwa kwa msaada wa kimataifa. Mkutano wa London kwa hivyo unawashirikisha pia maafisa wa mashirika msaada na wanadiplomasia kutoka mataifa mbalimbali ya ulimwengu. Umeandaliwa na Uingereza, Ufaransa, Ujerumani na Umoja wa Ulaya pamoja na Umoja wa Afrika, lengo lake kubwa likiwa ni kujaribu kupata ufumbuzi wa kuondoa kile ambacho Umoja wa Mataifa umekiita mgogoro wa kutisha wa kibinadamu duniani. Na baada ya kusikia hayo yanayoendelea huko Sudan, msikilizaji, na tunamalizia uchambuzi mchana huu kwa ripoti hii inayosema wazazi nchini Uganda wametikia mwito wa chanjo ya malaria kwa watoto wa chini ya umri wa miaka miwili kwa matumaini kuwa hatua hiyo itakuwa suluhu ya kudumu dhidi ya gharama za matibabu ya ugonjwa huo kwa watoto. Hata hivyo, bado wanalalamikia mfumo wa utoaji chanjo hiyo kwa awamu 4, wakisema unaweza kuwatatiza, huku wengine wakiendelea kuitilia mashaka. Chanjo hiyo ilianza kutolewa mwezi Machi. Mwandishi wetu Lubega Emmanuel ametuletea ripoti ifuatayo.
Hao ni watoto walio na umri wa chini ya miaka miwili wakipatiwa chanjo kwenye kituo cha afya cha Alenga, wilaya ya Apache, ambako kunapatikana maeneo mengi yenye maji yaliyotuama na hivyo kuwa eneo kunakopatikana umbu kwa wingi. Afisa mkuu wa afya wa wilaya hiyo, Daktari James Odongo, ameambia DW kwamba ni vyema kuona zoezi hilo la kutoa chanjo limeanzia wilaya hiyo ambayo kwa muda mrefu imetambuliwa kuwa yenye kiwango cha juu cha visa vya wagonjwa wa malaria. In Apache, each person. Katika wilaya hii, mtu mmoja humwa na umbu 1500 walio na vijidudu kila mwaka, na 80% ya umbu hao huambukiza malaria. Hata mchana umbu hao waoma watu, kwani hawasubiri usiku To feed on human beings even during the day. Kulingana na baadhi ya wazazi, licha ya kuwa na mashaka na chanjo hiyo mpya, wanasema ni afadhali kuliko madhila na gharama za kuwatibu watoto wao kila mara. Like in 1 month I can treat 2 times. Mtoto wangu huyu huugua malaria mara 2 kila mwezi na hunigharimu shilingi 200 za Uganda pamoja na kupoteza muda akilazwa hospitalini. When they admit her, malaria. Tumefurahia chanjo hii na tutahakikisha kuwa tunawapeleka watoto wetu kupata chanjo 3 zilizobaki kadri wanavyokuwa hadi watakapofika umri wa miezi 18. Hata hivyo, mmoja kati ya kina mama amelalamikia madhara yaliyomkumba mwanawe mara tu baada ya kupata chanjo hiyo. The sign of vomiting and diarrhea. Alianza kutapika na kuendesha. Nikaingiwa na wasiwasi kama chanjo hiyo ilikuwa ni salama kwake. Calm down now. Lakini Alfred Obote, mhamasishaji wa kijiji kuhusu masuala ya afya maarufu kama VHT, ametaja hali hiyo kutokea ikiwa mtoto huyo alikuwa anaugua malaria wakati alipopata chanjo. Sijasikia kisa chochote kuhusu madhara hayo, lakini mama huyo amethibitisha kwamba mtoto hakuanzia kwenye hatua ya kupimwa kubaini kama damu yake ina vijidudu vya malaria. All the diseases which affects children. Akina mama wajawazito pia wametajwa kuwa waathirika wakubwa wa malaria katika wilaya hiyo. Mimi ni Lubega Emmanuel nikiripoti kutoka wilaya ya Apache, kanda ya Lango, kaskazini mwa Uganda. Basi baada ya kuhitimisha eneo hilo la uchambuzi, wakati huu ninamkaribisha Sudi Mnete ambaye tayari yuko upande wa pili wa studio atuambie yale ambayo yamevuma kwenye mitandao ya kijamii. Sudi, karibu. Lena, asante sana. Unajua katika mitandao kuna mengi na kuchagua kweli hayo mambo nayo ni kazi kweli kweli. Sasa tangu tarehe 7 hadi tarehe 13 Rwanda imekuwa katika kumbukumbu ya mauaji ya kimbari. Sasa kuna mengi yametokea nchini humo katika kipindi hiki, zikiwemo juhudi za serikali ya taifa hilo kukabiliana na vitendo vya kibaguzi kwa kulifanya taifa kuwa salama. Lakini pamoja na mengineyo yenye kuzungumzwa sasa, kuna kauli ya wanamitindo maarufu sana kwa Rwanda, wanamfahamu, na pengine anaelezwa kuwa hata katika medani ya kimataifa anaitwa Moses Turahirwa dhidi ya Rais Kagame. Aliandika katika ukurasa wake wa X. Mwanamitindo huyu ameandika kwa Kinyarwanda, lakini alichokisema kimefahamika ulimwenguni katika maeneo tofauti, kimetafsiriwa na kinaelezwa kwa lugha nyepesi ya Kiswahili. Ameandika, namchukia Rais Kagame na Inkotanyi, akimaanisha kwa wale watu wa jamii ya rais. Jamii yake inaweza kuwa pia kabila. Moses anadai baba yake alifungwa gerezani wakati yeye akiwa na umri wa miaka 6. Inaweza kuwa ni miongoni mwa sababu ambayo imefanya andiki kauli ngumu kiasi hiki. Sasa imezusha mjadala. Ni kauli ambayo ina siku takriban 2-3 hivi, lakini kwa kweli inazungumzwa sana. Sasa wakosoaji wanamuita mtu huyu kuwa ni mwenye ubaguzi wa kikabila na akilalamikiwa kuwa anayatoa maneno haya wakati wa juma la kumbukumbu za mauaji ya kimbari. Unajua wakati huu watu wanakuwa wanapeana mawaidha kukumbuka alikotoka, pengine wasirudie yale yaliyofanyika. Sasa yeye amekuja na kauli. Kuna wengi wanachangia. Nimetoa mfano wa mtu hapa anaitwa Fred Shiaka. Anasema hayo yanatokea pale ambapo nchi inakupa kila kitu hadi ukaelemewa ipasavyo. Sasa kwa siasa za ndani za Rwanda, unapozungumza amepewa kila kitu, wanayo tafsiri yao. Lakini huyu Moses anajulikana sana kama mmoja wa wanamitindo wakubwa wa Rwanda. Kazi yake ipo katika wigo wa kimataifa. Mavazi ambayo anatengeneza
lebo yake ya inaitwa Martians iliwahi kuvaliwa na wanasema daraja la watu wa juu wa Rwanda, wasomi, akiwemo hata Rais Kagame mwenyewe. Kwa hiyo ni jambo ambalo linaendelea kujadiliwa kwa sasa, limezusha mjadala. Wapo watu wanamuona kama shujaa, lakini wapo watu wanaona huyu ni kivuruga. Ni kweli lakini hatuwezi kuongea zaidi, unajua haya mambo kidogo tuachie wenyewe wazungumze mitandao. Ndio siasa za watu mtandaoni. Leo Sudani inatimiza miaka 2 ya vita vilivyosababisha vifo vya maelfu na wengine mamilioni, wanasema milioni 13 wamehama makazi yao na kusababisha mzozo mbaya zaidi wa kibinadamu duniani pasipo wanasema dalili yoyote ya pengine ya kupata unafuu wa jambo hili au usalama. Kuna hashtag kadha zinazozungumzia siku hii Lilian, lakini moja ambayo maarufu inaitwa #Sudan. Kuna Clementine Nkwena anasema kiwango cha mateso nchini Sudan kinashangaza na kinaongezeka siku hadi siku. Pamoja na jumuiya ya kimataifa kuonyesha inaingilia kati, kelele zinapigwa, kuna jitihada zinafanyika za hapa na pale, lakini kwa hakika bado mateso yanaelezwa kuwa makubwa. Na nafasi au Hapana. Sina nafasi?